Wewe soja, wacha wananchi kuja hapa bwana. Chwele hoye! Chwele hoye! Bungoma hoye! Bungoma hoye! Kabuchai hoye! Mambo! Mambo! Mko area? Hata mimi niko area bwana. Tunaelewana? Mimi kwanza nataka niwaambie watu wa Chwele, asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Chwele nyumbani. Mimi mnajua mimi ni mtu wa mtaa hii ya Chwele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nilisimama hapa nikawaambia watu wa Chwele, kwa sababu niliona vile mlikuwa mnahangaika hapa na mambo ya biashara yenu. Niliwaeleza nitawajengea soko. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Leo soko yenu milioni 345 ndio hiyo hapo. Na hiyo soko mimi nitakuja August mwezi wa 8 nitakuja kufanya handover ya hiyo soko. Wafanyabiashara wa hapa, wa mama na vijana 2000 mtaweza kufanya biashara katika soko hiyo yenu. Ni kweli ama si kweli? Mimi niliwaeleza mama mboga ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu hiyo nilisema sio vizuri watu wafanye biashara mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. Ikinyesha wanahangaika, jua inawahangaisha. Ndio sababu hiyo nikaweka pesa ya kujenga soko hapa Chwele, na sio Chwele peke yake. Tunajenga soko 15 hapa Bungoma, sehemu zote za Bungoma, na mimi nitaongeza soko ingine 5 tuhakikishe ya kwamba mahala popote penye wananchi wanafanya biashara yao wapatiwe soko, wauze mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, ili mambo yetu ya kilimo iweze kusonga mbele. Chwele hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Sikizeni watu wa Chwele. Hii soko yenu hapa, hii soko iko na mahali ya storage. Pale soko iko na cold room. Pale soko iko mahali ya ICT. Pale soko iko mahali ya meeting room. Pale soko iko mpaka na mahali wakina mama wanaweza kwenda kunyonyesha watoto wao wakiendelea na biashara. Ala, kwani iko makosa mtu mama akikuja kwa soko na mtoto? Situpatie wa mama mahali ya kunyonyesha watoto hapo. Mama akizaa anakuja anaendelea na biashara. Maziwa ikijaa kwa matiti anarudi hapo kwa mtoto ananyonyesha, alafu anasonga mbele. Na nyinyi wanaume mnajifanya mko innocent. Kwani nyinyi mko innocent kwa hiyo maneno ya watoto? Kwani hao mama wanapata watoto peke yao? Si nyinyi ndio responsible? So wa mama wakuja waendelee na biashara. Ni kweli ama si kweli? Tuendelee ama tuendelee? Tumewapatia shilingi bilioni 2.5 kutoka Housing Fund ya kujenga masoko 15 hapa Bungoma, na nimesema nitawaongezea soko ingine 5. Nimeongea na viongozi wa Bungoma, wamesema hiyo soko 15 haitoshi. Mimi nimekubali tuongeze iwe soko 20. Ndio ile mazao yenu inatoka shambani mukilete sokoni, muwe na mahali ya kufanya storage, muwe na mahali ya cold room, biashara iendelee. Ile mazao yetu ya kutoka mashambani isikuje ikaharibika, tuweze kufanya biashara, tuondoe njaa, tuwe na chakula, Kenya iweze kusonga mbele. Chwele hoye! Niendelee na hiyo programu ya masoko. Vile vile hapa Bungoma pia tumewapatia pesa bilioni 10 ya kufanya affordable housing. Kesho Alhamisi mimi nakuja kuanza smart city ya Bungoma town. Hapo tunajenga nyumba 2000. Tumewapatia bilioni 5. Mahali tutajenga new city ya Bungoma. Hapo mahali kulikuwa na airstrip. Si mnajua ile airstrip tulipeleka kule Matulo? Si pale iko airstrip saizi? Tunangojea kujenga terminal, mambo ya airport iendelee. Tunaelewana ama tuelewane bana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maji. Mimi nilikuja hapa wakati ya Koika 1. Tukaanzisha maji ya kutoka pale inaitwa Kapkateny. Leo tumekuja kuanzia maji ya Tereni ambayo imeanzishwa hapo leo.
Tumewapatia pesa ya last mile connectivity. Mimi najua Chwele hii hamujapata maji ya kutosha, ni kweli ama si kweli? Mimi najua hapa Kibabii hawajapata maji ya kutosha, ni kweli ama si kweli? Mimi najua Matisi hawajapata maji ya kutosha, ni kweli ama si kweli? Sasa leo mimi nimefika hapa na milioni 220 kuteremusha maji kilomita, sikizeni bwana, kilomita 88 za pipe ya maji, 88 kilometers of pipe water katika sehemu hii yote. Tuweke maji kwa manyumba yenu, tulete maji kwa hii soko kubwa hapa, tupeleke maji Kibabii, tupeleke maji Kandui, tupeleke maji Matisi. Na hiyo ni awamu ya pili. Sikizeni tena, niko na awamu ya tatu. Mimi narudi hapa Septemba. Mwaka gani? Septemba mwaka huu. Mimi narudi hapa tena. Nimeongea na watu wa Korea, wametupatia shilingi bilioni 2 tuongeze maji ya watu wa hapa Bungoma, tutoe maji ingine kule Kapsokwan, tupeleke maji hiyo kule Kiminini, tupeleke hiyo maji mpaka ifike Naitiri, ifike Webuye, ifike constituency ya Webuye East na Webuye West, wote wapate maji, kwa sababu maji ni uhai. Ni kweli ama si kweli? Mnasema niendelee na hiyo kazi ama unasema tufanye namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimefika hapa tena leo kwa maneno ya barabara. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga barabara ya Kenya, pia tupange barabara ya hapa Bungoma. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni, tumewawekea barabara bilioni 6, barabara kilomita 172 new kilometers of tarmac in Bungoma County. Nyinyi mnanielewa my friends? Bungoma mnanielewa? Na hiyo kazi nimeketi chini na hawa wabunge akiongozwa na spika wetu. Tumekubaliana ya kwamba hii Bungoma, wakati tunasukuma Kenya, lazima tusukume Bungoma County iwe mstari ya mbele kwa mambo ya maendeleo. Kwa hivyo Bungoma, mimi leo nimefika hapa tena kwa sababu ya mambo ya stima. Muliniambia wakati nilisimama hapa Chwele, mkaniambia ya kwamba stima haijafika kwa manyumba ya wananchi ya kutosha. Ni kweli ama si kweli? Leo nimefika hapa, tumewapatia 1.8 billion shillings pesa ya serikali kuunganisha wananchi 26,000 wapya kwa huduma ya stima. Leo nimeanzisha Mount Elgon, nitatuma waziri aanzisha hapa Kabuchai, tutaenda Kandui, tutaenda Webuye West, tutaenda Webuye East, tutaenda Tongaren, tumalizie Kandui. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na Kiminini tuweke pia, ni kweli ama si kweli? Na kesho mimi nitakuwa Kiminini kwa sababu niko na kazi ya Kiminini huko ya affordable housing na kazi ingine sehemu hiyo. Kwa sababu mimi niliwaambia Kenya haiwezi kubadilishwa na sarakazi na vipindi na hekaya ya bunwasi na ukabila na ubaguzi. Kenya inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Leo nikisimama hapa Chwele, ile kisirani tulikuwa nayo kwa mambo ya elimu tumeondoa. CBC tumenyorosha. Walimu tumeajiri 100,000 teachers, the largest hiring in the Republic of Kenya since independence. Watu wa NAT na KUPPET watawaeleza. We have hired the highest number of teachers. Tumebadilisha mfumo wa mambo ya funding model ya watoto wetu. Leo tumeongeza budget ya mambo ya masomo ya watoto wa Kenya, kwa sababu tumesema elimu ni haki ya kila mtoto wa taifa letu la Kenya, and we must make sure that no child is left behind. Na ndio sababu tumeajiri walimu 100,000, tumejenga madarasa 23,000, tumehakikisha ya kwamba watoto wetu wa university na TVET wako na nafasi ya kusoma. Ile shida ilikuweko kwa university zetu tumetatua, na Kenya inasonga mbele na elimu ya watoto wetu. Watu wa hapa Kabuchai mnasema tuendelee na hiyo kazi ama tusiendelee? Tuendelee ama tuendelee? Nilisimama hapa Chwele, hapa mahali nimesimama leo. Mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha mfumo wa mambo ya matibabu. Ile matibabu ya zamani, ile ya NHIF, ilikuwa ni lazima uwe na kazi na uwe na pesa na uwe na uwezo.
Nimesema ya kwamba katiba ya Kenya inasema afya sio starehe ya matajiri. Afya ni haki ya kila Mkenya, na sehemu ya 35 ya katiba ya Kenya inasema health is the right of every citizen. It is not a privilege for those who can afford. Na hiyo ndio sababu tumeanza universal health coverage. Leo Kenya mzima wananchi milioni 30 wamejisajili kwa huduma ya SHA, na tunasukuma hiyo gurudumu mpaka tuhakikishe hakuna mwananchi tena anaenda kulipa gharama ya hospitali. Hakuna mwananchi tena anauza shamba yake ama ng'ombe yake ama mifugo yake atikwenda kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya inayosimamiwa na serikali ya Kenya. Bungoma, mnanielewa? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Niendelee kutembeza kazi mbele? Si uchumi ilikuwa imekwama? Nimekwamua uchumi. Ile dola ilikuwa 160 Chwele Modern Market Project. The project is estimated to cost 344 million, and it will be able, once complete, to host 1,500 traders. On top of accommodating the traders, the market will accommodate a first aid room, a mother's room where mothers will be taking care of their children, cold rooms, and wholesale platforms where produce markets will be hosted. Then on first floor, we'll be having an ICT room, offices, and other facilities that will support the market. Now, here we have the views of how the market is ground plus one. Okay. Thanks, Your Excellency. So the project will be having those kind of views, and this is the photographic view of the. We'll be receiving the project on 3rd of July, 2026. Yes, 3rd of July. 3rd of July. Okay, fine. So this is the model for the project. Okay, thanks, His Excellency. Basi sasa Mheshimiwa Rais ataenda kwa ukaguzi wa soko, ahakikishe ya kwamba inafuata vile inavyofaa kuwa, na pia akiona imefikisha wapi, ikiwa almaarufu inspection. Basi Mheshimiwa Rais akiendelea kukagua jengo, ikionekana ni soko kubwa kabisa. Tayari tumesikia iko na mahali wafanyabiashara kuuza bidhaa zao, kwa mahali ambapo kuna kivuli. Matope sasa ni kitu ambacho kimepita, na kukiwa pia mahali akina mama wanaweza kuja na watoto wanacheza, kina mama wakitaka kunyonyesha pia wako na nafasi. Vijana pia hawajasahulika, kuna ICT hub.